Jana wakati tunazungumzia habari ya usingizi, tuliposema kwamba Qur'ani inathibitisha na inaelekeza mtu kulala, na kwamba usingizi bora ni ule usingizi wa usiku, tulisema jana kuliko usingizi wa mchana, na tukaueleza kwamba usingizi wa mchana ni usingizi dawa, lakini usingizi wa usiku ni usingizi afya. Usingizi wa mchana mara nyingi unakuwa ni usingizi dawa. Mtu unaumwa, unaambiwa lala, pumzika, ule usingizi dawa. Lakini usingizi wenye kuleta afya kimwanadamu ni ule usingizi wa usiku. Na nikasema, je, kuna mtu yote hapa daktari wa mambo ya biology na nini atuthibitishie hilo? Nashukuru, alhamdulillah. Kumbe kuna wenzetu wanatufuatilia huko, Mungu awajaze kila la kheri. Hivi sasa hivi sisi tuko hapa, lakini kuna wengine sehemu mbalimbali wanatufuatilia. Daktari mmoja, Mungu amjaze kila la kheri, akanithibitishia hayo kwa makala ndefu sana. Kiufupi tu akasema ni kweli. Akasema kulala usiku ni muhimu zaidi kuliko kulala mchana kwa mtizamo wa kidaktari, kwa sababu mwili wa binadamu umeumbwa kufanya kazi kulingana na mzunguko wa asili wa mwanga, mzunguko wa asili wa mwanga na giza. Yani mwili wa mwanadamu umeumbwa unahitaji mwanga na unahitaji giza katika mazingira fulani, na hayo tukitaka kueleza pia sisi katika Qur'ani tunaweza tukaeleza vizuri zaidi. Sawa? Anasema kitaalamu hali hiyo inaitwa circadian rhythm, kwa sababu usingizi wa usiku hutoa faida kubwa kiafya ambazo haziwezi kupatikana kwa ukamilifu wakati wa mchana. Hapa anasema kuna sababu kuu kwa nini usingizi wa usiku ni muhimu kuliko wa mchana, akaeleza. Nimetaja chache tu, tuendelee darasa yetu. Anasema uzalishaji wa melatonin, wanaita homoni ya usingizi. Giza la usiku huchochea ubongo kuzalisha homoni hiyo. Hii moja inatosha. Kwa hiyo jamani, mlale usiku, mlale usiku. Sasa sijui kwa wale tunaingia kufanya kazi usiku inakuwaje, walinzi wenye shifti za usiku, ulale japo kidogo hiyo usiku kazini, pia ulale japo kidogo kama mashine haikutafuni. Yote haya nimeyaleta hapa katika kuthibitisha dhalika, yani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, dhalika alkitabu la raiba fihi. Tumeelewana? Sasa tunapoyasoma mambo kama hayo, nini Mwenyezi Mungu analenga? Ndio maana kule alisema inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Aligusia kwamba anatutaka Mwenyezi Mungu tusome tuyagundue hayo. Kikubwa kinachopatikana hapa ni kuthibitisha. Leo joto sana kwa sababu ile milango kule imefungwa. Upepo unakosekana mzunguko, sababu ule upepo tunaupata kutoka kule uji. Wale sio wanafanya kazi tu, wafungue basi hapo mmoja tu pale. Tunachokisoma hapa, hiki ni kitabu, lakini ni maneno ya Mwenyezi Mungu, muumba wa ulimwengu na kila kilichomo humo. Sawa? Na aliyeteremshiwa kitabu hiki Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
haukuwahi kwenda kusoma darasa hata moja. Aliyajuaje haya? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huu ni wahi. Huu ni nini? Ni wahi, unatoka moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu. Yeye sallallahu alaihi wasallam hakuhitaji kwenda shule. Na nini sababu yake? Ili wale ambao amewakuta kipindi kile na hata hao watakaokuja sasa walijue hilo. Kutokwenda shule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam si aibu, bali ni muujiza. Mtu hakwenda shule kajua wanaokwenda shule hawayajui. Ye an-nabiyul ummi ni mtume asiyesoma chenye kuandikwa, lakini amesoma chenye kuteremshwa katika wahi. Sallallahu alayhi wasallam. Mmepaona hapo miaka hiyo mwaka 600 AD au mwaka 500 AD kalisema hilo. Hakuna shule hata moja ambao watu wa sasa wamesoma wameyaona nini. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kututhibitishia kwamba yeye yupo na ndiye aliyetuumba sisi, sawa. Anakuja mpaka katika maisha yetu ya kawaida, anatueleza kwamba jamani, mimi nimekuumbeni kwa sababu nimewaumba, pia nimewapa usingizi, tena usingizi afya ni ule wa usiku, usingizi dawa wa mchana. Tumsalie Mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Sasa sijui mpaka leo mtu utasubiri nini katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nini kinakufanya mpaka leo bado ikawa mgomvi wa Mungu? Mgomvi wa Mungu vipi yani? Ukubaliani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anakuja anakuambia mpaka yako ya ndani kabisa. Unaona ni aseme hayo. Leo anakuja na kitu kingine. Anasema dharaba lakum mathalan min anfusikum. Amekupigieni mfano wenu nyinyi wenyewe. Amekupigieni mfano wa maisha yenu. Sasa anakuja mfano mwingine wa maisha yetu. Jitizame hapo, sikiliza hapo sasa. Anasema hal lakum mimma malakati aymanukum, mna katika vile vinavyomilikiwa na mikono yenu ya kuume, min shurakaa, katika washirika, fima razaknakum, katika vile tunavyowaruzuku, fa antum fihi sawaun, mkawa nyinyi katika hivyo sawasawa na wao. Ili uelewe tafsiri yake hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremka kwa wale mushirikina wa Maka waliokuwa wabishi, ambao wao wakawa kumshirikisha Mwenyezi Mungu na vingine kama hivyo, masanamu, mawe, mizimu. Tumeelewana? Anawauliza Mwenyezi Mungu, nyinyi sikuna vitu mmevimiliki ambavyo sisi tumekupeni, na kuna watu hao mnawaona ndio washirika katika hivyo tulivyowapa, na hao mnawaona ndio washirika wangu, mnatumia sawa sawa? Si inaeleweka? Nyinyi, mimi nimewapeni vitu fulani, mnavimiliki kwa mikono yenu ya kulia, sawa? Ikiwa ni watu, ikiwa ni mizimu, kuna vitu sisi tumekupeni na kuna hao mushirikina. Katika hivi tunavyowapa, mnafungu sawa na wao? Jawabu si sawa. Hauwezekani mtu wacha kuwa kwa mshirikina, hata yule ambaye kwamba wewe
unamtumia katika kazi zako za kila siku, huwezi ukagawana naye sawa sawa. Huwezi, mfano una kazi, umeajiri watu, unachokipata kile unachokipata katika alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unagawana naye sawa huyo unayemtumia katika kazi zako? Hapa Mwenyezi Mungu anaelezea kitu cha ndani kwamba mwanadamu katika miongoni mwa maumbile aliyopewa ameumbwa na choyo. Aya inasemaje ile? Wa uhdhiratil anfusu shuha, wa uhdhiratil anfusu, na nafsi zimeumbiwa choyo. Yani sote unaona tumekaa hapa kuanzia huku kushoto kuzunguka mzunguko ule mpaka kulia mpaka nimekuja hapa mimi hapa. Upande wa mgao hatupendi kugawana sawa sawa, na siku zote mwanadamu ameumbwa kupenda kujitanguliza yeye katika mazuri. Hakuna mwanadamu anayependa kujiingiza au kujitanguliza na mwenziwe katika mabaya. Na kuja na mfano mwingine hivi, katika sisi hapa nani anapenda kuamka asubuhi anaumwa kwamba leo bwana nikiamka naumwa leo, mambo lele? Inawezekana kuumwa uelewi sana. Nani katika sisi anapenda kuamka asubuhi hana hela, kwamba leo nikiamka mimi maskini nitafurahi kweli? Sisi tumeumbwa hivyo. Wewe unapenda kuyasikia hayo kwa mwenzio tu, kwamba fulani hana hela, fulani kaharibikiwa, lakini wewe hupendi kujivutia hayo. Ndio hichi anachokisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini anapiga mfano baina ya wao na washirika huko. Ndio anasema dharaba lakum mathalan, amekupigieni mfano, min anfusikum, katika nafsi zenu, hal lakum mimma malakat aymanikum min shurakaa ma razaqnakum fa antum fihi sawa'u. Je, mna nyinyi katika vile vinavyomilikiwa na mikono yenu ya kulia, ndio mali hizo katika vile tulivyowaruzuku, je nyinyi mko sawasawa na wale mnaoshirikiana nao? Anasema Mwenyezi Mungu, hapana, si kweli. Kwa sababu gani? takhafunahum kakhifatikum anfusakum, mnawaogopa kama mnavyoogopana nyie wenyewe kwa wenyewe. Mnawaogopa kama mnavyoogopana wenyewe kwa wenyewe. Anasema utizameni vizuri mfano huo, kwa sababu nufasilul ayati liqaumin yaqilun, sisi tunazipambanua aya kwa watu wenye akili. Kakae, tumia akili yako sawa sawa, na muone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika tabia yako hiyo aliyokuumba nayo ya kuwa na uchoyo. Unahesabia pesa chooni na upendi kuhesabu pesa mbele za watu, watu wanakuona. Anasema hiyo tabia hiyo nimekuumba nayo mimi hiyo. Umeelewa vizuri mursalina? Tuona mtu kaingia chooni anakaa muda mrefu, kumbe anahesabu, atoki anahesabu. Anasema huo mfano huo nimekuumbieni mimi, na vitu vingine vingi tu. Tumeelewa na haya? Mwenyezi Mungu anasema bali taba alladhina dhalamu ahwaahum bighairi ilmin, bali wamefuata wale ambao wamedhulumu nafsi zao, ahwaahum, matamanio ya nafsi yao, bighairi ilmin, pasi na kujua. Faman yahdi man adalla Allah, hakuna mwenye kumuongoza yule aliyempoteza Mwenyezi Mungu. Wama lahum min nasirin, na hawana mwenye kuwanusuru. Kipengele kingine hicho, anasema kinachowapoteza hawa ni kitu kidogo tu, ni ile hali ya kufuata matamanio yao. Wanaacha elimu sahihi,
wanaacha miongozo sahihi, wanaacha mielekezo ya sawasawa, wanaingia katika kufuata matamanio ya nafsi yao. Nisikilize vizuri hapa. Mwenyezi Mungu anaendelea kutupa mfano mwanadamu au binadamu walivyoumbwa, au yule Adamu ilifika wakati akaambiwa aje huku ulimwenguni, sawa sawa. Qulna habitu minha jami'an, kisha akamwambia fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Story inasema Adamu alayhi salam alipoumbwa aliwekwa kule kule peponi au katika bustani zuri, ala ikhtilafi aqwali ulama. Kisha likatokea la kutokea kama sababu iliyopelekea kutolewa na kuja katika ulimwengu. Adamu hichi kitu hakikupenda cha kuhama kutoka mji aliozoea kukaa huko na mkewe kwa miaka mingi, mji ambao kama anavyoutaja Allahu subhanahu wa ta'ala, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Umeelewa? Adamu alivyowekwa kule katika ule mji ulikuwa una kila kitu, kula minha ragadan haythu shi'tuma, kuleni kwa kujiachia chochote mnachotaka. Mwenyezi Mungu alimwambia. Adamu ilikuwa halimi, akitamani kula anajisikia kala tu, hicho shiba, hapiki. Hata nguo ilikuwa hanunui, hafui. Alikuwa kaumbwa na kivazi chake maalumu kizuri kwelikweli, na mkewe safi, yani maisha raghadan. Ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, kama uskun, tulia, lakini wala takraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin, usiukaribie huu mti tu, huu mti usiukurubie. Shetani wakati huo kisha korofisha na kisha adhibiwa kwa kukataa kumsujudia kwa kumwamkia huyo Adamu. Alivyoona kuna lile katazo limekuja, wala takraba hadhihi shajara, akasema hapa nitampata. Kumbe pamoja na maisha yake mazuri, huyu kipo kitakachofanya kikaharibu maisha yake, nayo nini? Kukurubia huu mti. Akapenya penya, akamwendea bwa mdogo Adamu alayhi, akamwambia Adamu, we hapa nshaka, we ndo bingwa wetu, kwa sababu ulivyoumbwa bwana wewe, Allahu subhanahu wa ta'ala alitutaka sisi sote tukuamkie kwa sujida. Wenzangu wote wakakusujudia, mambo yakawa mazuri. Mimi nikaleta upasito na ujeuri nikakataa, Mungu amenilaani mimi. Hivi nangojea wakati ufike tu niingie motoni kwa sababu ya bwana wewe. Hamna wasiwasi, lakini pamoja na hivyo bwana, wewe sio mbaya wangu, sio mimi bwana, mtu mwema. Nataka nikwambie, pamoja na uo ukuu wako, lakini una vitu viwili wewe vitakuharibia maisha. Yeye ndo anamharibia maisha hapo, lakini anamwambia kuna vitu viwili vitakuja vitakuharibia haya. Unasikia bwana mdogo, mimi mkubwa huku na miaka mingi huku, unaona pale ndo hivi, wewe usio na wasiwasi. Sasa ili usije ukaharibikiwa, mimi nilikuwa kipenzi wa Mungu, sasa usije ukaharibikiwa kama nilivyoharibikiwa mimi, na kuwahi na kufundisha mbinu. Adamu akaambia, mawili hayo ni yepi? Si ilikuwa ataje ule mti, ilikuwa mwambiaje? Usiukaribie huu mti. Yeye hakumwambia, akamwambia mawili yenyewe, kuna kifo baba na utumwa. Kuna kifo na utumwa. Ilikuwa mwambie tu litakalokuharibia ni hilo alokuambia Mungu, usiukaribie ule mti. Hakumwambia vile, kamzushia vitu
vingine ambavyo ni vya kawaida tu. Hapa nataka kuweka nukta kidogo, nisikilizeni jamani. Shetani ndiyo mipango yake. Shetani haji kibubusa. Wa yuridu shaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Shetani siku zote anakusudia kuwapoteza watu kwa upotevu wa mbali. Ana strategy. Shetani akupotezi hivi hivi tu kwamba kaja nenda kazini, lazima akupambie, inaitwa taswiri. Wasawwala lahum shaitanu a'malahum. Ukisoma katika Qur'ani utakutana na kitu hicho. Shetani anakupambia. Hata yule mwanamke kwa mfano ndio unaokwenda, Mungu atukinge, naenda kuzini naye, ni wa kawaida tu, lakini shetani humpamba yule, akamwambia tizama guu lile. Mtu kacheka, tizama mguu, angalia jicho lile. Anakuonyesha vitu fulani hivi mpaka wewe unaanza kutulia. Huyu malaika bwana, huyo binadamu tu, hana umalaika, hana chochote. Cheki, tizama mnara huo. Eti mtoto wa kike anakwambia tizama, eti ndo mwanamke mrefu, na wewe tena kwa sababu mfupi unaona nikimpata huyu nitapata watoto warefu. Mipango ya shetani. Shetani anakujia wewe kwa mipango, haji hivi hivi tukirahisi rahisi. Ndio bana Adam, haya mimi naondoka, akamtia hofu, akamtia wasiwasi. Umeelewa? Ndio Mungu anasema fawaswasa lahum ash-shaytanu. Shetani akawatia wasiwasi, akaambia kuna vitu viwili, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nataka nikufundishe mti huo, ukiula huo mti, ukiula huo hufi na wala hutokuwa mtumwa. Ama kifo kibaya Adamu, kifo takufa. Bwana, nani anayependa kufa? Akamtisha Adamu, akaogopa, akamwambia mzee, nimekuja, hebu niambie huo mti ni kila ambao usifi ni upi? Akampigiza ule aliokatazwa na Mungu, akamwambia huu hapa huu. Basi maalasafi shadid, Adamu na mkewe wakaula ule mti. Walivyoula mambo yameharibika pale pale. Kitu cha kwanza, zile nguo walizovaa zote zilivuka, wakawa uchi pale pale. Mti ule kumbe ukaenda ukakoroga tumbo, wakapata haja kubwa. Na wale zamani walikuwa hawanyi, mambo yameharibika. Sasa nataka kuharisha, Mwenyezi Mungu ambaye huku hanyi mti huku, hanyi, shukeni. Ndio sababu ya kuja huku. Jamaa, huku tumekuja chooni. Sallu ala nabi. Mmenielewa vizuri? Mwenyewe unaona huko duniani nakaa Mikocheni, mimi chooni huko. Niko Ulaya chooni. Qulna habitu minha, ihbitu, shukeni jamian, wote huku wamejizuia matumbo. Lakini Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake ndio nakuja katika darasa letu hapa, akamwambia fa imma yatiyannakum minni huda, msiwaswasi, nendeni huko, itawajia miongozo yangu, itawajia, nendeni mkanye, lakini mtapata na utaratibu wa maisha ya huko chooni. Fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya, atakayefuata hiyo miongozo, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hatakuwa na hofu wala hatakuwa na huzuni. Umeelewa vitu vingapi hivyo? Yani hatakuwa na hofu ya kuishi huko na wala hatakuwa na huzuni ya kutolewa huko alipokuwa mnaishi. Hofu ni utakutana na nini, huzuni umekosa nini. Kwa hiyo hutokuwa na hofu ya huko na wala hutokuwa na huzuni ya huku ulipotoka. Ndio Adamu akashuka tena, akafanya haja zake, akapokea miongozo, ikamfanya akaishi vizuri. Na miongozo ile ikawa inaendelea kufanya kushuka, ikiwemo mpaka hii Qur'ani. Umeeleka story kidogo, nimeikatakata. Cha kusoma kingine kabla hapo ni kwamba hichi kitendo cha Adamu kumtia wasiwasi yule Ibilisi, kumtia wasiwasi mzee Adamu,
na yeye wasiwasi akaupata, basi ametuachia mpaka sisi sasa hivi tunarithi ugonjwa wa wasiwasi. Kila mwanadamu unaimuona, hata mimi nilokaa hapa naogopa kufa, itokee tu au wenzangu nyinyi huko vipi? Mimi naogopa kwa mengi. Kwanza kuondoka duniani, tumezoea hapa, lakini pili, kaburi lile linataka matendo, amali njema. Mimi amali zangu mwenyewe nazijua namna zilivyo, na nyinyi mnazijua. Bali insanu ala nafsihi basira. Mifuko yetu kila mmoja anaujua mfuko wake kajaza nini. Kwa hiyo kwa kitendo hicho mimi naogopa, namuomba Mungu aniache kwanza kidogo, namwambia nijaze kheri, tusemeni inshallah. Basi wote tunaogopa. Na cha pili, kila mmoja anapenda kuwa mtawala, kwa sababu anambia hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin ayabla. Kila mmoja katika sisi kwa haya mawili yamempata. Kwanza, kila mmoja anapenda aishi miaka mingi asife, lakini asiwe mtu wa chini chini, awe angalau hivi mbunge hivi au diwani au bosi katika kampuni au imamu msikitini hivi, lakini ili mradi awe yeye yuko mbele hivi, wengine wako nyuma. Tumerithi, huu ni wiratha tuliorithi kwa mzee wetu Adam, kutokana na ule wasiwasi aliopuliziwa na nani? Na Ibilisi. Sasa tunakuja katika somo letu, bali tabaa alladhina dhalamu ahwaahum, bali walifuata waliojidhulumu nafsi zao matamaniwa yao ya nafsi, bighairi ilmin, pasi na elimu ya kufata nini? Ule muongozo. Hapa piga mstari, umeelewa Yani kisa chote kinatoka bali tabaa alladhina dhalamu ahwaahum bighairi ilmin. Ni kwamba sisi, mimi na wewe, hatutakiwi tufuate matamaniwa ya nafsi yetu, tunatakiwa tufuate miongozo kutoka kwa mtume, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumsalie Mtume Muhammad, Allahumma salli alayhi. Imeleka fa idha tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa ila rasul. Hata mkisigana katika mambo, msijoe fikra zenu, rudini kwa Mwenyezi Mungu na mtume. Sawa? Leo pia tumekosa, tumeacha Qur'ani, tumeacha hadithi. Hata katika hukumu zetu, hata za kimisikitini, tunakimbilia mahakamani. Tujipigieni inna lillahi, ndogo hiyo, piga kubwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hapa msikitini tukikosana hapa tunakutana mahakamani, na hatutaki kabisa, hatutaki habari ya kuhukumiwa sisi na kitabu chetu, hatutaki. Tunakaa hapa tunakisoma hivyo, zuga, uongo mtupu, zuga. Tunaona raha tu kwa sababu tunakaza nini? Swaumu. Wakati hichi kitabu ndio muhaimin. Tunatakiwa turudi humu, lakini bali taba alladhina dhalamu ahwaahum bighairi ilmin. Haizikani, funga huyo, sawa na afungwe kwa hukumu ya humu, sio kwa hukumu za Pilato. Unakutana na mtu hajatawadha, saa ingine kichwa wazi, ndio amekaa, wewe na kanzu yako na koti lako umeshadidia, unahukumiwa, una msaafu, na wale wanafanya kusudi, wakikuona wamekuja kula, sawa, kaacha mirathi ya kwao huyo ya Kiislamu, unapigwa ile mirathi ya kule. Sote sisi mirathi, basi angalau mirathi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameitaja mirathi kwa mafungu yake yote. Mirathi ina mafungu 6, na akataja wanaurithi watu 17, 10 wanaume, 7 wanawake. Na nani atachukua nusu, nani atachukua thuluthi, nani atachukua robo, nani atachukua thuluthi 2, nani atachukua sudusi, nani atachukua thumun. Yamepangwa mle katika Qur'ani mafungu haya 6. Mungu kaweka kabisa, lakini hatutaki. Wazee wetu wakifa, wametuachia kijumba hichi kimoja, tunakimbilia mahakamani, tunaacha mirathi hii eti kwa kitu kidogo tu, lidhakari mithlu hadhil unthayn. Ndio hicho, tunawaingiza wasiorithi, tunawatoa wenye kurithi. Ndio mara nyingi nikifika hapa wanapenda kutoa mifano.
Kuna mwimbaji mmoja hivi, yule ni Dede, Muhyiddin Ngurumo au TX Moshi William, na wajua sema hawa watu wa sasa wajua na muziki yao. Hivi alikuwa nani yule Muhyiddin Ngurumo au TX Moshi? TX Moshi William aliimbaje? Tunatoa na roho ya Rabi kwa mali alizoacha baba, toaneni roho mfe. Kisa cha kutoa na roho kipi? TX Moshi William yule so Muhyiddin Ngurumo. Maki zamani kwa TX Moshi William, Muhyiddin Ngurumo, Shaban Dede, Bichuka bado yupo kuna yule jabali la muziki Marijani Rajabu. Watu wanaacha kusikiza Qur'an, wanasikiza nyimbo za watu wale. Mnatoa na roho vipi kwa mali alizoacha baba, wakati Qur'ani inaeleza? Soma katika suratul Nisa, mirathi yako yote imepangwa humo, yote kwa mafungo yake. Lakini ndio hiyo, bali taba alladhina dhalamu ahwa, bali wamefuata wale ambao wamejidhulumu nafsi zao, matamanio ya nafsi yao, wakaacha kulna habitu minha jamia fa imma yatiyannakum minni huda. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun fa innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa katika hii Qur'ani, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, kisha tukakufanya we Muhammad juu ya sheria maalum, ala amri, katika dini hii. Al-amru bi maana din, tumekupa maisha yako yote uishi kisheria, shari'atullah. Fattabi'ha, manake zifuate hizo sheria. Fala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, usifuate matakwa ya wale ambao hawazijui hizo sheria. Sisi tumegeuka tena. Mungu akatoa sababu, fa innahum lan yughnu anka min Allahi, hawezi kukusaidia chochote, hawezi kukunufaisha hizo sheria zao. Lakini tunapenda sisi sheria hizo. Talaka zetu sasa hivi kule, mirathi yetu kule, magovi yetu kule. Narudia, mpaka msikitini mkigombana mtakuta wanne watatu, mnakaa mahakamani, mnagombea msikiti, hakimu wenu kavaa kipensi, kama mwanamke kavaa kichubango, kisha na mheshimiwa imamu huyo wacheni atukute. Sallu ala nabi. Turudini kwa Mwenyezi Mungu, huku ndio kila kitu. Tuseme ni inshallah. Katika suratul Furqan Mwenyezi Mungu anatoa mfano wa kichekesho, asema hal ra'aita man ittaba'a afara'aita man ittaba'a ilahahu hawahu. Leo nitakutunza, umekuja vizuri. Ukulala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa anta takunu alayhi wakila. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa anta takunu alayhi wakila. Narudia tena, Mwenyezi Mungu anasema hivi, wewe na akili zako unaweza ukamtetea mtu mahakamani aliofuata matamanio ya nafsi yake? Yaani kuna mtu kashtakiwa, yuko mahakamani, sababu ya ile kesi ameacha miongozo sahihi, ameishi kutokana na matakwa ya nafsi. Mungu anakwambia usiende kumtetea huyo, hicho ni kilanga. Kuna kilanga nini? Sasa huyu kafuata kilanga komo, wazalamu na kilanga, ile tabia ya kuacha sheria ukafanya unavyoona wewe, kile ndio kinaitwa nini? Kilanga. Na siku zote ukifuata kilanga unafeli tu, unakuja sehemu hapa mimi nimefuata kilanga hapa, ndio ushafumaniwa hapo tena. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu
afa anta takunu alaihi wakila, kwamba hivi kweli na akili zako unaenda kumtetea mtu aliofuata matamanio ya nafsi? Usifanye hivyo. Ukiona mtu kafanya jambo kwa matamanio ya nafsi, achana naye, afungwe. Inaeleweka? Leo Mungu kaja kiukali kidogo huko, mimi na nukuu tu. Twendeni tukazizuie nafsi zetu, twendeni tukazizuie. Ukiusikia mtu anatajwa kafanikiwa, manake aliponda nafsi yake akaishi kwa mujibu ya maigizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiona mtu kaingia katika matatizo, ameyaponda maagizo ya Mungu, akaitukuza nafsi yake. Busiri anasemaje? wa khalifi nafsa wa shaitana wasihima wa in huma mahadhaka nusha fatahimi. Ya subhanallah, wa khalifi nafsa. Busiri kwamba ikhalifu nafsi yako. Sio kila kitu nafsi inachokwambia fanya na wewe unafanya. Ikhalifu wa shaitani, na huyu mzee shetani ilikuwa sababu ya sisi kupotea, kaanza kufanya kazi tangu kwa Adamu huko. Wasihima, waasi wawili, iasi nafsi yako na muasi shetani. Wa in huma mahadhaka nusha, na hata ikitokea siku moja uko na shetani au nafsi inakupa nasaha ufanye mambo mazuri, fatahimi, kwanza tuhumu. Nafsi haina kawaida ya kukueleza mema, ichunguze basi. Tumeelewana vizuri? Na ndio maana sisi tulipokuwa wadogo, vitabu tuliweza kusomeshwa mwanzo hizi burda. Nini hii burda inaitwa? Amin tadhakuri jirani bidhi salami mazatada manjaro amin mukal. Leo wamekuja watu hawana uwezo wa kuzisoma zile misamiati iliyokuwa mle. Inataka umpate mtu mwenye ujanja wa lugha akufunulia, akufundishe, kwa sababu imetangazwa lugha ya kizamani. Lakini na masomo ya kweli nakwambia usisomeshe burda, wewe unapoteza muda. Nisisomeshe neno wa khalifi nafsa wa shaitana wa asim, sinaungana na hii aya? Hawaiungani na hii? Kuna akili hapa, kuna matatizo. Nini? Mayahudi wamechungua na kuchungulia ni kitu gani kitawapa faida Waislamu. Vile vitu vyote vile wakaitafutia jina, wakavipa, na sisi wenyewe tunaviogopa. wa khalifi nafsa wa shaitana wa asim. Leo Mungu anasema bali tabaa alladhina dhalamu ahwaahum bighairi ilmin faman yahdi man adalla. Hakuna atakayemuongoza aliyompoteza Mwenyezi Mungu. Maana yule aliyomwacha Mwenyezi Mungu na Mungu alisa aende zake huko. Waman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Mwenye kuacha miongozo iliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafuata anachokiona yeye, Mungu anasema nuwallihi ma tawalla, tutampeleka huko alipoelekea huko hapa duniani. Na Mungu atakutengenezea hilo jambo. Mwenyewe utakapoona kwamba mimi nikienda kwenye kinyamkera nikamuomba yule kinyamkera wangu mambo yangu, ndio umeamini hivyo na ukaacha haya tunaosema hapa. Au nikienda kwa nani mwamnani sijui sijamta huko umeenda sijui kwa nani, ukaambiwa ukifanya hivi utafanya hivi, na wewe ukaenda huko umeamini hivyo, ukaacha kuamini haya tunayoyasema sisi. Sijui nimeeleweka? Umeenda kule unasubiri kupakwa. Unasubiri nini? Kupakwa. Unapakwa Mungu anasema nuwallihi ma tawalla, tunampeleka huko, tunampeleka huko apakwe. Unajua kupelekwa vipi? Shehe, Mwenyezi Mungu atakukamatia. Kama mwenyewe unaona hupati kazi ila uende kupakwa, utapakwa na kazi utapata. Ndio nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama, na akija huku tunamtia motoni. Wasaat masira, na ni mafikio mabaya. Sallu ala nabi. Twendeni tukazikanye nafsi zetu ili tupate miongozo ya Allah subhanahu. Na ndio tunaletewa kitu kama hichi kinaitwa swaumu. Kuna swaumu na siyam. Tunaletewa hii siyam, tunaletewa ili itufundishe kuikanya nafsi. Unaamka asubuhi unatamani kitumbua chako cha halali, lakini Mungu anakuambia usile hichi kwa masaa 13 ndio ukile kitumbua.
Umeelewa? Na unakitizama tu kinapita kitumbua ukili pale, unaikanya nafsi yako. Msalimu Mtume Muhammad. Umeona? Muogo wako mwenyewe halali huuli, unakwenda unarudi. Ni mazoezi ya kuikanya nafsi. Ndo definition ya saum, ni kuacha. Asawm maana yake nini? Al-imsak anil mufattirat, kuizuia nafsi yako kuingia katika vile vyenye kuharibu saumu. Kwa hiyo kwenye kuzuia ni mazoezi ya kuikanya nafsi. Salafuna saleh rahimahumullah, wao ilikuwa hata si ndani ya Ramadhani, ilikuwa akiamka asubuhi, siku ya kawaida kabisa, kalala kaamka asubuhi, anatamani chapati, anatamani. Mwanadamu yuko hivyo, iko siku unaamka unatamani kula kitu fulani, unatamani kuvaa kitu fulani. Mfano mimi nimeamka leo nimetamani kuvaa ile koti hili la urithi wa babangu hili, tumeona, nimeshindwa, nimelitamani, nimelivaa. Salafuna salih angeamka anatamani kuvaa ile koti, angeambia leo uvai koti, utavaa kanzu mikono mifupi. Lakini mimi nimelitamani, kuna koti fulani la mzee lile aloniachia, mbona ngoja leo nilitinge, nimefeli, nimelivaa. Si mnanielewa? Wao walikuwa wanajikataza vya halali ambavyo ndio wakhalifi nafsa. Kwa hiyo ukiweza, kuna watu hapa wana kitu kinaitwa uraibu. Wana nini? Watu wenye uraibu, mikono juu. Mnaogopa wote? Uraibu, uteja. Kama wewe si mteja wa kahawa na chai, yani ushajiwekea kifika saa 11 lazima unywe chai, na usipokunywa chai akili inaruka. Iambie nafsi, usinibabaishi leo, chai unywe, chai unywi. Kuna watu wa sigara au bwana, yani hapa kafunga hapa, lakini ile Allahu akbar, Allahu akbar, akishakunywa maji tu mko wangapi? Ni nafsi tu. Ni nini? Ni nafsi tu. Yani nafsi umeiendekeza mpaka inakupeleka mbio. Wewe na sigara, yani ukifungua sigara, ukila daku, unafeli. Ndio unakwenda unaanza sigara, bangi, unga, sawa, gongo. Yani wewe hukuikanya nafsi yako, ibane nafsi yako kwamba mzee, leo wewe ndo nafsi, huwezi kunipeleka mbio mimi leo sigara uvuti. Kidogo utaumia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka utazoea. Sawa? Haya, ndio bali tabaa alladhina dhalamu ahwaahum bighairi ilmin faman yahdi man adalla Allahu wama lahum min nasirin. Tumeelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la aqla katadbiri wala alwara kalkaf. Akili ni kuzingatia, ucha Mungu na mafanikio ni kujizuia. Ukiweza kujizuia ndio unapata daraja ya ucha Mungu kuliko kuswali. Unaswali sawa, unafunga sawa, je, umeacha? Ndio kinachosomwa hapa. Yani conclusion na jumla ya maneno yote tuliyosema katika aya hii ni kwamba tunafundishwa kuacha zaidi kuliko kutekeleza. Tumeelewa na? Ucha Mungu unaupata pale unapoweza kujizuia. Ndio ucha Mungu unaupata. Kweli unaswali, lakini baada ya swala unafanya nini? Tunakutizama hapa. Ndio Mungu anaisifu swala, anasema inna swalata, hakika swala ya kweli, swala ya hakika,
tanha anil fahsha'i wal munkar, inakataza maovu. Mwenyezi Mungu atujalie swala hizo. Mbele baada ya kueleza Mwenyezi Mungu mifano katika maisha yetu ya kila siku, maana nimesema leo Mwenyezi Mungu anatueleza katika maisha yetu ya baada ya kueleza hapo kwa kifupi, anatoa maagizo, anasema fa'akim wajhaka lidini hanifa, jielekeze katika dini ya sawa sawa. Fa'akim wajhaka lidini, jielekeze maisha yako sasa katika dini ya, usiseme uelekeze uso wako, je miguu. Fa'akim wajhaka lidini hanifa, jielekeze katika maisha yako yote kwenye dini ya sawa sawa, nayo ni dini ya Uislamu. Sasa achana na kufata nafsi yako, achana na miongozo mingine, jielekeze katika dini ya sawa sawa, nayo ni nini? Uislamu. Mungu akasema fitratallah, dini hiyo ndiyo umbile la Mwenyezi Mungu, allati fatara nnasa alaiha, alilowaumbia watu. Maelekezo hayo yanayoitwa Uislamu ndio maelekezo ya umbile la maisha yetu ambalo Mwenyezi Mungu ametuumbia, yani katalogi ya maisha yetu, ad-dinu hanifu, dini ya sawa sawa, dini ya Uislamu. Sawa sawa na mtu umeenda kununua kamera yako au pasi yako au ndani kuna kijikaratasi kidogo kinaitwa nini? Catalog ya user manual. Kile unasoma pasi hii maisha yake marefu yako mle, na pasi hiyo maisha yake mafupi yako, ndio Uislamu. Maisha yako ya sawa sawa ni Uislamu, maisha yako mabovu ukauacha Uislamu. Mwenyezi Mungu atuondoshe huko. Ndio faqim wajhaka. Baada yote hayo tushayasema, ushayajua, anakuja na amri ya faqim wajhaka. Hapa anamwambia Mtume Muhammad, lakini khitabun li Muhammadin khitabun li ummati, maana yake tunaambiwa sisi, tunaambiwa na mbele utaona dini hiyo fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, ndio umbile la Mwenyezi Mungu ambalo amewaumbia watu. La tabdila li khalqillah, hakuna mabadiliko katika umbile la Mwenyezi Mungu kwetu. Maadamu kisha sema hivyo, usibadilishe. Ukibadilisha unapata matatizo. Haya matatizo yote mnaona tunayapata duniani hivi sasa ni kwa sababu sisi tumeamua kubadilisha fitratallah. Ndio kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra illa anna abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anasema kila mtu aliozaliwa, kila unayemuona amezaliwa katika umbile la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika maelekezo, isipokuwa sasa Mayahudi, isipokuwa wazazi wake wawili, mtu ndio wanamtoa katika fitra hiyo. Amezaliwa na nani? Huyo alomzaa huyo ndio sababu ya kumtoa yule mwana katika fitratullah. Ndio akatoa mfano Mtume, yuhawidanihi, wazazi ndio watamtia mtu katika Uyahudi, au yunassiranihi, wazazi ndio watamtia katika Ukristo, au yumajjisanihi, au watamtia katika upagani. Yani yule aliyokuzaa ndio anakutoa katika fitratullah. Ndio maana wenzetu wana kitu kinaitwa kubatiza. Mtu anazaliwa anajua kabisa huyu kazaliwa katika fitratullah, lakini kuna zoezi linaitwa ubatizo, linamtoa katika fitratullah, ghafla anakuwa mbatizwa. Sisi wengine hatubatizi, lakini ndio ni kuiga kila kilichokuwa mbele. Nataka mtoto wangu awe hivi. Unatakaje? Mungu ana mpango wake kwa huyo mtoto, fuata mpango wa Mungu kwa huyo mtoto. Umeelewa Choma Bago? Fuata mpango wa Mungu kwa huyo mtoto. Kullu mauludin yuladu ala alfitra. Mungu anasema fitratallah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini ya haki. Dhalika ad-dinu, hiyo ndio dini
ya haki. Dini ya Uislamu ndio dini ya haki. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maneno mengine Mungu anasema, mwenye kutaka usiokuwa Uislamu kuwa ndio dini, falan yuqbala minhu, mazingira hayatomkubalia. Mazingira hayato hapa duniani, dunia itamkataa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, na akija akhira anakuwa katika fungu la hasara. Mnanielewa? Kisha akasema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui hayo. Na kweli ndio utakuta Waislamu ni wachache wenye Uislamu. Waislamu wenye ni wachache. Wengi katika Waislamu la ya'lamun, hawajui hayo. Wanaishi wanavyoona wao wenyewe. Mwenyezi Mungu atuvue huko, aturudishe huko. Naeleweka? Munibina ilaihi. Naona hapa imekuja kwamba tulikuwa tunaambiwa sisi, kumbe hakuwa anaambiwa nani? Mtume peke yake. Ndio imekuja al-iltifat. Watu wa lugha wanaita ilikuwa isema muniban ilaihi, lakini imekuja munibina, wengi sasa. Hali ya kuwa ni wenye kujinyenyekeza katika dini hiyo. Jinyenyekezeni katika dini hiyo ya Mungu. Wattaquhu, na muogopeni Mwenyezi Mungu. Wa aqimu salata, na endeleeni kusimamisha swala. Kuswali ndio kitu, kila kitu ndio swala. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimu sala, kuswali. Sawa? Wala takunu minal mushrikina, na wala msiwe katika mushrikina. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Sawa? Mushrikina gani? Minal ladhina farraqu dinahum, katika wale ambao kwamba wameitenga dini yao. Kuitenga dini ni kuingia katika ushirikina, yani kuacha sasa kuishi kidini. Katika wale ambao wameifarikisha dini yao, yani wameitenga dini yao, wakanu shi'an, na wakawa makundi. Hali inatukuta hiyo, tumekuwa makundi. Mungu anakataza kuwa makundi. Kundi gani wewe? Mimi kundi la Maka, wewe kundi la Bakwata, mimi kundi la Answaru Sunna, mimi mwenye mimi Kadiria, mimi Shadhilia. Tumsalie Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tukija humu tuseme kweli maneno ya Mungu hayo. Tunaweza kuchukua ile mambo kama njia tu, lakini isiwe mambo kwa sababu ya kuparaganya na kugombana. Sawa? Inshallah maneno yatoka mengi, nafupiza hapo. Kullu hizbin, hao sasa kila kundi, bima ladaihim farihun, ni lenye kufurahi kwa kile kilichokuwa mbele. Yani kila kundi linafurahia chao. Chao. Mwenyezi Mungu amekataza masala. Ametutaka turudi katika dini ya Uislamu, dini hanif, kwa sababu ndio dini fitra, dini umbile, na tumnyenyekee Mwenyezi Mungu, tuendelee kumcha na tuswali sana, na wala tusiwe katika mushrikina. Haya ndio maneno ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeyakuta ametueleza leo katika sura yetu, Suratul Rum. Tumeelewa na Allahu wa rasuluhu a'lam. Tuna dakika 5 kawaida yetu. Kwa dakika 5 zile tupige dua, au kuna mtu anasali japo moja mawili katika haya tulosoma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karama, warzuqin kulla halalan daima, wa akilla atqiya min ridha minka al-uyun, wa qdi 'anna rabbana qabla an ta'tiyana ruh bil kitabi fi lin-nasi shifaa wa lil alil kirami shura.